Na hali gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu mzima wa afya. Pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi Chokora, shujaa wa familia. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa Simulizi DZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali kutoka hapa Simulizi DZ. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya 7, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 6. Napambana ili nije kuleta heshima ya familia yangu na heshima ya baba yangu. Hakumchukia baba yake kumbe, isipokuwa baba yake kumfukuza ilikuwa ni kama njia ya kumfundisha na kumfanya azidi kuhaso kwa ajili ya familia yake. Hivyo alikuwa akijua kuwa alifanya makosa makubwa kwa kumwacha mama yake akiteseka kwa wakati ule, lakini aliona kuwa hali ilikuwa ngumu kwake na asingeweza kumhudumia pindi angekaa pale. Hivyo alijikuta akijitahidi kuishi kwa shingo ngumu, lakini wakati ulikuwa umefika wa kuweza kumsaidia mama yake kwa kupata huduma bora kabisa. Alipoondoka kwenye zahanati, alienda moja kwa moja kwenye nyumba yao. Alijua kuwa baba yake alikuwa yupo nyumbani kwa muda ule, kwani aliuliza, aliambiwa hivyo. Hivyo aliamua kwenda nyumbani kwao moja kwa moja, lakini akijua ya kuwa alikuwa na maumivu moyoni baada ya baba yake kuweza kumfukuza. Hivyo alikuwa akiendelea kutafakari ndani kwa ndani juu ya yale yote aliyoyapitia baada ya babake kumfukuza. Ingawa hakujali wakati ule, aliishi kwa hisia za huzuni kwa kumwacha mtoto wake akiteseka. Hivyo baba yake pia alikuwa akiwa na maumivu ndani yake kwa muda mrefu aliyokuwa ametengana na mtoto wake. Baraka alijua kuwa hata kama alichukua hatua kwa mafanikio yake, bado alihitaji kumsaidia baba yake, kwani ndiye baba yake aliyebakia, ambaye mwanzoni aliweza kuhaso kipindi alichokuwa vizuri. Hivyo aliona ni kuna umuhimu mkubwa wa yeye sasa kurudi kutatua matatizo aliyosababisha. Alijua kuwa hata baada ya kumsaidia mama yake, angekumbana na maswali mengi kutoka kwa majirani na watu wengine ya kwamba kwa nini amsaidii baba yake. Hivyo aliamua kurudi na kuzungumza na baba yake. Baraka alikumbuka kuwa aliishi kwa matumaini na upendo, lakini alikosa ufahamu wa kweli wa familia yake kwa kipindi hicho chote alichokuwa nacho mbali. Alifahamu fika kuwa hata alipokuwa na mafanikio ya kibiashara ambayo yalikuwa yameanza kwa upande wake, hivyo bado alihitaji kujenga upya uhusiano na familia yake, yani baba, mama na wadogo zake kwa ujumla. Lakini alijua ya kwamba alijua maumivu yake ya ndani kabisa, na alijua familia yake ilikuwa na nguvu ya kuweza kumsaidia na kutatua changamoto alizokuwa akipitia, hususa katika biashara zake, kwa kupitia maombi na ushauri mbalimbali. Amepunguziwa mzigo wa mawazo baada ya kulipa gharama zote za matibabu ya mama yake. Alifahamu kuwa mama yake sasa angepata huduma nzuri tena bora, na matumaini ya kupona yalikuwa makubwa kwa mama yake. Alitembea polepole barabarani, mawazo yake yakielekea mbali. Alipokuwa akipita kona ya barabara kuelekea kwenye gari lake, akaona mtu anayefanana na baba yake akipita upande wa pili wa barabara. Moyo wake ulishtuka. Alisimama na kumwangalia kwa muda. Alikuwa ni baba yake bila shaka. Alionekana mzee zaidi kuliko alivyomkumbuka hapo awali. Mgongo umepinda kidogo na mwendo wake ulikuwa wa kusita, kana kwamba alikuwa na mzigo mzito wa mawazo. Kumbe muda ule alivyoenda nyumbani kwao hakuweza kumkuta baba yake. Hivyo
Alishtuka sana baada ya kumwona baba yake akiwa katika hali ile. Alionekana mzee zaidi kuliko alivyomkumbuka. Mgongo ulikuwa umepinda kidogo na mwendo wake ulikuwa wa kusita-sita, kana kwamba alikuwa na mzigo mzito wa mawazo. Baraka alihisi maumivu makali moyoni. Alijikuta akivuta pumzi ndefu, lakini hakujua cha kufanya. Alitaka kumuita, lakini ulimi wake ulikwama. Aliamua kupita kimya kimya, kwani baada tu ya kumuona alijishangaa baada ya moyo wake kuwa na maumivu mazito, akikumbuka yale yote yaliyokuwa yakimsibu katika maisha yake. Ingawa alisema ya kwamba anahitaji kutengeneza na familia yake, lakini kwa sasa alishangaa baada ya kuona kuwa na maumivu. Alipopishana naye, baba yake alisimama ghafla na kutazama nyuma, kana kwamba alihisi uwepo wa mtu anayemfahamu. Baraka aliharakisha kwenda kwenye gari lake na kuondoka, lakini hata baada ya kuondoka, sura ya baba yake ilibaki akilini mwake. Baraka alirudi nyumbani kwake, lakini hakuwa na usingizi usiku huo. Aliketi kwenye kochi akitafakari maisha yake, akikumbuka siku baba yake alipomfukuza nyumbani tena kwa hasira kali. Alikumbuka alivyojikuta mitaani akihangaika, akilala usingizi kwenye maboksi, akiokota chupa na kubeba taka ili aweze kupata pesa ya chakula. Alikumbuka mateso yote aliyopitia, kudharauliwa, kupigwa na kuibiwa mara kadha wa kadha. Baraka alitambua kuwa yote aliyopitia yalikuwa yamechonga utu wake. Aliamini kuwa kwa sasa alikuwa na uwezo wa kusimama imara. Alijua ya kwamba mafanikio yake hayakuwa tu kwake binafsi, bali pia ni kwa ajili ya familia yake. Asingeweza kuachwa hivi. Baraka alijiambia, lazima nifanye kitu. Lazima nifanye kitu kwa baba yangu. Kesho yake Baraka alienda tena hospitalini kuhakikisha mama yake anaendelea kupata huduma nzuri na bora. Aliongea na daktari, akaambiwa hali ya mama yake imeanza kuwa bora na kurudi kwenye kuwa uzima zaidi. Alifurahi sana, lakini alijua safari bado ni ndefu. Wakati Baraka akiendelea kusaidia familia yake, biashara zake zilianza kupatwa na changamoto nyingine kubwa. Alipewa zabuni kubwa ya kusambaza vifaa vya usafi kwa shule na hospitali za jiji, lakini bidhaa zake ziliishia kukwama bandarini kwa sababu ya matatizo ya vibali. Hali hiyo ilimlazimu kutumia sehemu kubwa ya akiba yake kuharakisha utoaji wa mzigo huo. Kama haitoshi, baadhi ya wateja wake walichelewesha malipo na akaanza kuona biashara yake ikiyumba. Imebaki kidogo nianguke tena, Baraka alijikuta akijisemea kwa huzuni. Siku moja akiwa ameketi ofisini mwake akiwaza njia za kujinasua na changamoto hizo, alifika kijana mdogo ambaye alikuwa mdogo wake aitwaye Juma. Kaka, Juma alimuita kwa furaha. Baraka alishtuka na kutabasamu. Ilikuwa ni miaka mingi tangu amuone mdogo wake, kwani naye alikuwa hayupo katika mazingira ya kwao. Alikuwa amebaki tu Neema. Juma alikuwa amekuwa sana. Sasa alikuwa kijana wa nguvu, tena mwenye uso wenye tabasamu pana. Nimekuja kukuona kaka, Juma alisema kwa sauti ya furaha. Umejuaje nilipo? Baraka aliuliza, huku akimkaribisha ndani ya ofisi yake. Nilisikia watu wakiongelea biashara yako, lakini pia niliwahi kumsikia dada Neema mara chache nilizokuwa nikikutana naye. Nilijua ni lazima utakuwa ni wewe na utakuwa hapa. Walikumbatiana kwa nguvu na machozi yalimtoka Baraka. Mdogo wake alikuwa amebaki na moyo wa upendo licha ya changamoto za kifamilia. Siku hiyo hiyo Juma alimwambia Baraka kuhusu hali ya nyumbani. Baba yao alikuwa ameishiwa kabisa na biashara zake zote zilianguka kama ilivyokuwa awali, na kama alivyokuwa amemuona ya kwamba baba yao alikuwa amejaa majuto na alijutia kumfukuza
mara kadha wa kadha. Baraka baada ya kujua hilo baba yake, baada ya hayo yote, Juma alimweleza kaka Baraka, baba hajapumzika hata siku moja tangu ulipoondoka. Anajilaumu kila mara. Juma alisema kwa sauti ya huruma. Baraka alibaki kimya kwa muda mrefu. Moyo wake ulimuuma tena zaidi na zaidi. Alijua kuwa baba yake alifanya makosa, lakini hakustahili kupitia hali mbaya kama hiyo. Alipofika nyumbani kwao, hali ya nyumba yao ilikuwa ya kusikitisha. Ukuta ulikuwa na unyufa, paa lilikuwa likivuja. Yalionyesha wazi kuwa maisha yalikuwa magumu sana. Alipoingia ndani, alimkuta mama yake bado hajarejea nyumbani kutoka hospitalini. Baba yake alikuwa ameketi kwenye kiti cha zamani akitafakari kwa mawazo mengi. Baraka hakutaka kumsemesha moja kwa moja baba yake, lakini moyo wake ulimuuma. Aliumia sana kuondoka kimya. Aliamua kuondoka kimya. Baba, Juma alimuita baba yao. Baraka alisimama mlangoni, lakini hakutaka kumgeukia baba yake. Baraka, baba yake aliita kwa sauti dhaifu. Baraka, Baraka mwanangu. Macho ya Baraka yalianza kuwaka machozi na yalianza kutiririka kwenye mashavu yake kama maji yaliyokuwa yakimwagika katika mlima Kilimanjaro. Aliamua kutoka kimya kimya na kwenda zake kutoka nje. Baada ya siku chache, Baraka alihakikisha mama yake anahamishiwa hospitali yenye huduma bora zaidi na zaidi, iliyokuwa bora katika jiji lile. Alilipa tena gharama zote bila kumwambia baba yake, kwani alikuwa anahitaji zaidi mama yake aweze kupata huduma bora. Ingawa wakati ule dokta alimwambia mama yake angeweza kuruhusiwa muda wowote, lakini hali ya mama yake alionekana kuwa bado. Hivyo ndipo akaamua kumpeleka kwenye hospitali kubwa na hospitali bora katika jiji hilo. Alihakikisha mama yake akipata huduma bora, chakula na mahitaji yote muhimu. Lakini aliamua kufanya kitu. Aliweza kupeleka mahitaji muhimu pale nyumbani kwao. Alifanya hivyo kwa siri. Hata hivyo, kila mara Baraka alihisi maumivu makali moyoni mwake. Aliamua kutoa huduma hizo kwa kuwapa wadogo zake na kupeleka nyumbani kwao. Alikuwa hataki kukutana na baba yake. Ndipo baba Baraka aliendelea kuumia moyoni, kwani alijua fika yale makosa aliyofanya wakati ule. Ndipo baada ya siku kadhaa, Baraka aliendelea kuumia kwa kitendo cha kumpita baba yake kimya kimya bila kumsemesha pale alipokuwa amefika nyumbani kwao. Lakini yote ilisababishwa na maumivu aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Alijua kuwa baba yake alikuwa anateseka na kujutia kwa kitendo alichokuwa amekifanya. Baada ya wiki moja, Baraka alikusanya ujasiri na kurudi nyumbani kwao. Safari hii hakutaka kukimbia na maumivu yake. Aliamua kumfuata baba yake moja kwa moja. Naomba tuketi na tuzungumze, Baraka alisema kwa sauti ya utulivu. Baba yake alitazama chini kwa muda mrefu kabla ya kuweza kusema jambo lolote lile. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi hii, Chokola, shujaa wa familia. Baraka ameendelea kupitia mambo mengi katika maisha yake, lakini pia Baraka anajaribu kuonyesha kuumizwa kwa kitendo kile alichofanyiwa na baba yake, lakini moyoni mwake roho inamsuta muda wote kwa kutaka kumkataa baba yake, na mwisho anaona ni vyema kurudi nyuma kukaa na baba yake
na kuzungumza. Je, nini kitaendelea baada ya baba yake kuamua kukaa kimya bila kuzungumza chochote kile? Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwaheri.